Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu David Neikale, ni mwalimu wa neno la Mungu. Na namshukuru Mungu aliyenipa nafasi tena ya kuiona siku nyingine mpya ya leo. Tunalitukuza na kuliinua jina lake milele yote. Nichukue nafasi kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha neno na maombi. Tunaendelea na somo letu ambalo Mungu amekwisha kutupa tangu ile siku tulipoanza somo letu, siku ile ya kwanza, na Mungu ametupa nafasi kuendelea tena siku hii nyingine mpya ya pili. Na kichwa chetu cha somo kinasema siri za kuomba kwa kunena kwa lugha. Siri za kuomba kwa kunena kwa lugha. Hicho ndio kichwa chetu cha somo. Na kabla sijakuletea mtiririko wa somo, tupate nafasi ya kuomba. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa ajili ya ujumbe huu uliotupa ya siri za kuomba kwa kunena kwa lugha. Tunaomba Roho Mtakatifu kafunue yale mafunuo na maarifa yaliyoko ndani ya siri za kuomba kwa kunena kwa lugha. Na kila mmoja atakayesikia ujumbe huu, Bwana, mahali popote atakapotusikiliza ujumbe ukabadilishe maisha yake. Nguvu zako na uweza wako Bwana zikatuhudumie kwa namna ya kipekee kabisa. Tunaiita nguvu ya Mungu itokaye juu sasa ikabadilishe fahamu na fikra za watoto wako, waweze kubadilika kiufahamu na kifikra, ili Mungu neno hili linapoenda kupandwa kwenye mioyo yao likawazalie matunda 100, 160 na 130 kwa utukufu wa jina lako. Tufunulie akili zetu Bwana, tukapate kuelewa na maandiko. Na Roho Mtakatifu nisaidie mimi mtoto wako na mtumishi wako kulinena neno lako kwa hekima, kwa ujasiri na kwa ufahamu wote, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Na kichwa chetu cha somo kama nilivyokwisha kutangulia ukisoma kinasema siri za kuomba kwa kunena kwa lugha. Na nilikwambia ile siku ya kwanza, lengo la somo ni kukufunulia siri zilizofichwa ndani ya Biblia ili uweze kuimarisha mahusiano yako na Yesu Kristo na kuishi maisha ya ushindi wa kiroho kwa njia ya maombi. Lengo la somo ni kukufunulia siri zilizofichwa ndani ya Biblia ili uweze kuimarisha mahusiano yako na Yesu Kristo na kuishi maisha ya ushindi wa kiroho kwa njia ya maombi. Na Mungu alinipa nafasi ya kuweka utangulizi kidogo wa mambo mawili, na nikasema Biblia imebeba siri nyingi sana za kiroho ambazo siri hizi hazifunuliwi kwa kila mtu. Biblia imebeba siri nyingi sana za kiroho ambazo siri hizi hazifunuliwi kwa kila mtu. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo ule mlango wa 13 na mstari ule wa 11, nasema kwamba nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wao hawakujaliwa. Kwa hiyo tunaona kwamba anaposema nyinyi, maana yake kuna aina ya watu ambao wamejaliwa kuzijua hizo siri, lakini sio kila mtu amejaliwa kujua hizo siri za ufalme wa mbinguni. Na Mungu aliponipa hii siri ya kufanya maombi ya kunena kwa lugha, najua anaweza kawa amesema na watumishi mbalimbali kwa staili tofauti tofauti, lakini namna alivyoweka ujumbe huu moyoni mwangu amenihimiza zaidi kuachilia ujumbe huu kwa ajili yako. Ninaamini kwamba ujumbe huu utaenda kubadilisha maisha yako. Yamkini umekuwa ukifanya maombi ya muda mrefu ukitegemea kuona matokeo katika hayo maombi na uone matokeo, lakini unaweza kubadilisha aina ya kuomba na ukaona matokeo katika mahitaji ambayo unayaombea. Na nilisema kwamba tuna mambo mawili ambayo tuliweka kama msingi wa somo letu. Na jambo la kwanza tulikuwa tunaeleza maana ya siri ni nini. Siri ni neno au jambo lililofichika ambalo halijulikani kwa kila mtu. Siri ni neno au jambo lililofichika ambalo halijulikani kwa kila mtu, bali hufunuliwa kwake wale wanaotembea karibu na Mungu au wale walio na mahusiano ya karibu na Mungu. Na neno ambalo litatuongoza katika andiko hili, katika sentensi hii, ni Zaburi ile 25 mstari ule wa 14. Nasema siri ya Bwana iko kwao wamchao. Siri ya Bwana maana siri ya Mungu imefichwa kwa wale watu wanaomcha. Kwa hiyo ukiwa unamcha Bwana, unamtafuta Bwana, Mungu atafunua siri zake kwako, na zile siri za Mungu zimefichwa ndani ya Biblia. Kwa hiyo Mungu ataendelea kukufunulia hizo siri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na baada ya hapo, ninaamini kabisa kwa kufunuliwa siri hizo maisha yako yatabadilika. Kadri Mungu anavyokufunulia mambo yaliyoko, au anazidi kukufunulia na kukupa mafunuo, maisha yako yanazidi kubadilika na wewe unazidi kupiga hatua ya imani. Na jambo la pili ambalo tulipata nafasi ya kuliwekea msingi wa somo letu, tulizungumzia asili ya kunena kwa lugha ilianza lini.
Hili jambo la kunena kwa lugha lilianza siku ya Pentekoste. Tunapozungumzia siku ya Pentekoste, tunazungumzia siku ya 50 baada ya Yesu kufufuka. Ndio unaposikia Pentekoste, maana yake ni neno la Kigiriki linalomaanisha siku ya 50 baada ya kufufuka kwa Kristo Yesu. Sasa pale baada ya siku 50, ukisoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 2, unaona hapo anazungumzia habari ya Pentekoste au watu kupokea Roho Mtakatifu au kujiliwa na Roho Mtakatifu rasmi. Maanake hapa ndio Roho Mtakatifu alitambulishwa rasmi duniani, ile siku ya Pentekoste. Matendo ya Mitume ule mlango wa 2, nitasoma mstari wa 1 hadi wa 4. Nasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wako mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizotawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Mstari ule wa 4 anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kwa hiyo unaona, walipojazwa Roho Mtakatifu walianza kusema kwa lugha nyingine kama vile Roho alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo walianza kusema kwa lugha nyingine. Kwa hiyo unapojazwa Roho Mtakatifu, Mungu anaachilia lugha nyingine ndani yako. Ukimpokea Roho Mtakatifu, Mungu anaachilia lugha nyingine ndani yako. Huo ni udhihirisho kwamba, angalia, hawa watu walipompokea Roho Mtakatifu, ghafla wakabadilishiwa lugha, wakapewa lugha nyingine, ambayo hiyo ni lugha ya kiroho, ni lugha ya rohoni zaidi. Kwa hiyo tunaona kunena kwa lugha kulianzia hapa kwenye siku ya Pentekoste, lakini kumeendelea mpaka na leo. Kunena kwa lugha kumeendelea mpaka na leo, na tulipata nafasi ya kuangalia kwenye Biblia kwamba kunena kwa lugha kumetafsiriwa kama nini. Tukaona kunena kwa lugha kumetafsiriwa kama ni ishara ya waaminio. Kunena kwa lugha kumetafsiriwa kama ishara ya waaminio. Tuliona kwenye kile kitabu cha Luka cha Marko 16 ule mstari wa 17, anasema na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo na kwa jina langu watasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo Yesu anawaambia kwamba wale wanaoamini watatoa pepo, wale wanaoamini watasema kwa lugha mpya. Maanake hiyo lugha hawajaizoea, ni mpya kwao. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu alishasema hili jambo la kunena kwa lugha kwenye kitabu kile cha Marko, lakini tunaona hili jambo linakuja kutimia kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 2. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni ishara ya waaminio. Kwa hiyo unaponena kwa lugha unatambulika kama muamini, unatambulika kama mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu, unatambulika kama mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tafsiri ya pili, kunena kwa lugha kumetafsiriwa kama kipawa. Ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 10 mstari ule wa 44 mpaka 46, unaona Mungu alisema na Kornelio. Ukisoma ile Matendo ya Mitume 10, na baada ya kusema naye tunaona kwamba kinachotokea, alitumwa akaitwe Petro, na Petro akatumwa akaenda kuwahubiria injili iletayo wokovu. Na alipofika kuwahubiria injili iletayo wokovu, unaona kabisa baada ya Petro kuhubiri hiyo injili, ukisoma ile mistari ya Matendo ya Mitume 10 kwenye ile mistari ya mbele pale, unaona kabisa sasa kwenye ule mstari wa 44 mpaka 46, unaona ili jambo linazungumzwa kwamba Roho Mtakatifu alijifunua kama nani. Kunena kwa lugha kulijifunua kama kipawa cha Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume inasema kwenye ule mstari wa 44, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao
wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu. Kwa hiyo unaona sasa, anasema kwa maana waliwasikia wakinena kwa lugha. Kwa hiyo kunena kwa lugha kulikuwa walitafsiri kama ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapozungumzia kunena kwa lugha ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Tunapozungumzia kunena kwa lugha ni ishara ya waaminio. Lakini pia tukiona tafsiri ya tatu kwenye kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza ule mlango wa 14 mstari ule wa kwanza, anasema lakini sana karama za rohoni, lakini zaidi ya kwanza Matendo ya Mitume 14 anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, bali anasema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini ananena mambo ya siri katika roho yake. Na nataka uangalie ule mstari wa kwanza, anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Kwa hiyo kunena kwa lugha kumetafsiriwa kama karama ya rohoni au karama ya kiroho. Kwa hiyo unaponena kwa lugha, hii ni karama ya Roho Mtakatifu, ni kipawa cha Roho Mtakatifu, ni ishara ya waaminio. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Sasa leo tuliona siri ya kwanza ya kunena kwa lugha, inajenga nafsi yako. Unapofanya maombi ya kunena kwa lugha unaijenga nafsi yako, lakini pia tuliona pia kwenye bii yake kwamba unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, Mungu anaweza kujenga mahali palipobomoka. Kama kuna mahali pamebomoka, aidha ni kwenye familia, kwenye jamii, kwenye kanisa, kwenye nchi, Mungu anaweza kujenga. Kwa hiyo unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, ni Mungu anaweza kuleta matengenezo ndani. Sasa leo nataka tuangalie siri ya pili. Kunena kwa lugha ni silaha ya vita vya kiroho. Kunena kwa lugha ni silaha ya vita vya kiroho. Kwa hiyo kuna watu wanafikiri kunena kwa lugha ni jambo la kidhehebu, ni jambo la kihisia, lakini nataka nikwambie kunena kwa lugha sio jambo la kidhehebu na sio jambo la hisia, bali ni uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapoangalia hii siri ya pili ya maombi ya kunena kwa lugha, kwamba siri ya pili, unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, maombi hayo yanaweza kutumika kama silaha ya vita vya kiroho. Na hii tunaipata wapi? Tunaipata kwenye kile kitabu cha Matendo cha Waefeso ule mlango wa 6 na mstari ule wa 10. Waefeso mlango ni ule wa 6 na mstari wa 10 mpaka ule mstari wa 12, alafu tutaenda kusoma ule mstari wa 18. Kisoma Waefeso 6 ule mstari wa 10, anazungumza hivi au anasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Alafu mstari wa 11 anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Sasa anaendelea kusema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza hili na juu ya jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa ukiendelea mstari wa 13 anaanza kutaja kwamba tuvae hizo silaha, na hizo silaha ukifuatilia pale unaona kuna chepeo ya wokovu, kuna dirii ya haki, kuna ngao ya imani, kuna upanga wa Roho, kuna kweli kiunoni, afu kuna miguu ya utayari. Tunaiona imeorodheshwa kuanzia ule mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 17. Kuanzia 13 mpaka 17 tunaona hizo silaha zinaorodheshwa hapo, ambazo tumeambiwa tuzivae hizo silaha. Lakini mstari wa 18 tunaona silaha nyingine. Anasema kwa sala zote na maombi mkisali wakati katika roho. Mkisali kila wakati katika roho. Hapa anapozungumzia mkisali kila wakati katika roho, manake unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, manake unaomba katika roho. Unapofanya maombi ya kuomba kwa lugha ya kwako, aidha ni Kiswahili, ni Kiingereza au ni kwa lugha yoyote au kabila lako, manake pale unafanya maombi kwa kutumia akili,
lakini unapofanya maombi ya kunena kwa lugha unafanya maombi ya roho. Sasa hapo tunasema kwa sala zote na kwa maombi. Kwa hiyo unaona, sala na maombi ni moja ya silaha za vita vya kiroho. Kwa hiyo tunapozungumzia kunena kwa lugha ni moja ya silaha za vita vya kiroho, ndio hii inamaanisha sasa kwamba anasema kwa sala zote na kwa maombi. Maanake kuna sala mbalimbali, lakini kuna maombi mbalimbali. Sasa anapozungumzia kwa sala na kwa maombi, mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu kuwaombea watakatifu. Kwa hiyo hapa anamaanisha hivi kwamba mkifanya maombi ya kunena kwa lugha, yaani maanake anasema mkisali kila wakati katika roho. Kwa Kiswahili kingine, mkifanya maombi ya kunena kwa lugha ni moja ya silaha ya vita vya kiroho. Kwa hiyo Mungu kama amekupa neema ya kuweza kunena kwa lugha, unaona unapita kwenye vita, fanya maombi ya kunena kwa lugha. Hivyo vita vitapigana kwenye ulimwengu wa roho na utaanza kuona ushindi katika ulimwengu wa mwili. Watu wengi wanapokutana na vita wanaomba maombi ya lugha inayoeleweka, lakini tunapoomba kwa roho, au ninazungumzia kwa Kiswahili kingine, tunapoomba kwa kunena kwa lugha, manake ile ni moja ya silaha ya vita vya kiroho. Kwa hiyo utakapoitumia ipasavyo hiyo silaha, kuna vitu utaviharibu kwenye ulimwengu wa roho, na kuna vitu utavibomoa, kuna vitu utaviangamiza, na kuna vitu utaviteketeza katika ulimwengu wa roho unapofanya hayo maombi ya kunena kwa lugha. Hata kama wewe hujui unanenaje, Roho Mtakatifu atakujalia kunena, lakini Roho Mtakatifu na Mungu Baba anajua ni nini unaomba. Tatizo, watu wanaponena kwa lugha wanataka wanene kwa lugha alafu wajue wanaomba nini. Unapoomba, kinachoomba ni Roho Mtakatifu anaomba ndani ya roho yako, na kwa sababu ni Roho Mtakatifu anaomba ndani ya roho yako, manake ataomba sawasawa na mapenzi ya Mungu na sio sawasawa na akili yako na ufahamu wako. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia ni kwamba unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, hii ni moja ya silaha hatari sana ya kiroho. Kuna siku moja nilikuwa mahali fulani, nikapewa nafasi ya kuhudumu kwenye hilo eneo, na nilipofanya ile huduma, nguvu za Mungu zilishuka sana, na dada mmoja akalipuka, akaanguka mapepo. Alipoanguka mapepo, wakakemea, yale mapepo akakataa kutoka, yani yalikama yakagoma. Sasa mimi nilikuwa nimekaa kwenye kiti, kwa sababu nilikuwa nimesimama kwenye zamu na hudumu muda mrefu. Sasa wale waombaji wamehangaika na ile pepo pale, ile pepo likawa linawasumbua sana. Baadaye nikaamka, nikasikia nguvu za Mungu zimenifunika, nikaanza kusikia kunena kwa lugha. Niliposikia kunena kwa lugha, nikawa natembea, natoka pale madhabahuni, ninamfuata yule binti pale alipokuwa pale chini. Wakati namsogelea, yule binti alipiga, akasema acha kuongea kwa hiyo lugha, acha haraka. Na mimi nikawa naendelea kunena kwa lugha, nilipomsogelea lile pepo likasema natoka, na likatoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unaona, nikawa na tafakari, na muuliza Roho Mtakatifu, kwa nini wale watu waliomba lile pepo likakataa kutoka, lakini kwa nini mimi nilinena kwa lugha lile pepo likatoka? Roho Mtakatifu akaniambia kunena kwa lugha ni moja ya silaha ya vita vya kiroho. Kwa hiyo pale ulipokuwa unanena kwa lugha, ulikuwa unapigana na zile falme za giza, na ulipopigana na zile falme za giza ulizishinda. Ndio maana yale mapepo yakasema yanatoka. Kwa hiyo, na kuanzia hapo nikajifunza kwamba kumbe kufanya maombi kwa kunena kwa lugha, unapokutana na vita, unapokutana na changamoto, maanake Mungu anaingiliaga kati, anapigana hiyo vita na anaimaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nataka tuangalie kitabu kile cha Wakorintho wa pili, mlango ule wa 10 na mstari ule wa 3 mpaka mstari ule wa 5. Maombi ya kunena kwa lugha yanatumika kama silaha ya vita vya kiroho. Nataka tuone hapo, nataka tuangalie hapo, tujifunze zaidi. Wakorintho wa pili, mlango ni ule wa 10 na mstari ni ule wa 3 hadi ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema hivi kwenye Wakorintho wa pili ule mlango wa 10 na mstari ni ule wa 3 mpaka ule mstari, nasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si vya mwili,
bali vina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Nataka nirudie ule mstari wa 3. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa Kiswahili kingine, maana ingawa tunaenenda kawaida, hatufanyi vita kawaida. Kwa hiyo kama tunaenenda kwa mwili, tusifanye vita kwa jinsi ya mwili. Hivyo vita hatutaviweza. Dunia tuliyopo kila siku ina vita. Sasa ni namna gani unashinda hivyo vita? Usiende kwa namna ya mwili, unatakiwa uende kwa namna ya roho. Unaendaje kwa namna ya roho? Ametuambia sasa, maana silaha za vita vyetu. Silaha zipi? Silaha moja hapo niliyokupa ni hiyo kunena kwa lugha, kufanya maombi ya kunena kwa lugha. Hiyo ni moja ya silaha ya vita vya kiroho. Kwa hiyo anasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Maanake hiyo silaha ya kunena kwa lugha au hayo maombi ya kunena kwa lugha yana uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo maombi ya kunena kwa lugha yana uwezo wa kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo, tena tukiweka tayari kupatiliza maasi yote na kutii kwenu kutakapotimia. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiangalia hapa anasema, kwa maana tunaenenda kwa jinsi ya mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Alafu anaendelea ule mstari unafuata, silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo unapofanya maombi ya kunena kwa lugha, unaweza kuangusha ngome ambazo zimeshikilia maisha yako. Kama kuna ngome zimeshikilia familia, kama kuna ngome zimeshikilia eneo unalofanya biashara, eneo unaloishi, unapofanya maombi ya kunena kwa lugha unaangusha ngome. Sasa nataka nikwambie ngome ni nini. Tunaposoma Biblia au tunapozungumzia neno ngome kwa muktadha wa kiroho, inamaanisha nini? Unaweza kuuliza, mwalimu, ngome ni nini? Ngome ni sehemu yoyote ambayo adui shetani amejijengea makazi yake au ameweka misingi yake ya kiutawala ili kutawala mawazo ya watu, tabia za watu na mazingira. Ndio tunaona sasa kwenye ule mstari wa 4 anasema kwamba vita vyetu, na anasema kwamba silaha hizo zina uwezo wa kuangusha nini? Kuangusha ngome na kuteka nyara kila fikra. Kwa hiyo unaona sasa, ngome, adui anaweza akakuwekea ngome kwenye fikra zako. Adui anaweza kuwekea ngome kwenye tabia za, yaani maanake kuna ngome ya adui inaweza kusimama ikaamua aina ya tabia fulani fulani. Wewe angalia, kuna za adui unaweza kaa nyumbani kwenu, kuna ngome ya ugomvi. Maanake adui ametengeneza roho ya ugomvi hapo nyumbani kwenu, haiishi. Mnaomba lakini roho hiyo ya ugomvi haiondoki, au mafarakano haiondoki. Ukishaona hivyo, ujue hiyo ni ngome. Sasa namna gani unaweza kuiangusha? Fanya maombi ya kunena kwa lugha na kumwambia Bwana, ngome yoyote iliyosimama hapa ya kutufarakanisha, ya kutugombanisha, ninaivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Iwe ni kwenye ndoa, iwe ni ofisini kwako, iwe ni mahali popote, adui anaweza kutengeneza ngome ikakushikilia. Sasa tukiangalia, tunaona maeneo kama matatu. Jambo la kwanza au eneo la kwanza tunaona sasa ni aina za ngome. Nataka tuangalie aina za ngome. Ngome ya kwanza ni ngome za kifikra. Sasa kwenye ngome za kifikra, shetani anaweza kukutengenezea fikra za kujiona kwamba wewe hufai, akakutengenezea fikra ya hofu ya kudumu, kukata tamaa, kujiona wewe ni maskini, kujiona kwamba wewe huwezi, au yani anaweza kukutengenezea fikra ovu, fikra potofu, na zikakutesa kama hautashughulika na maombi ya kunena kwa lugha. Hizo ngome hazitaanguka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Jambo la pili au aina ya pili ya ngome. Aina ya pili ya ngome tunaona ni ngome tabia. Tabia hapa shetani anaweza kujenga ngome ya tabia ya uraibu, hasira kali, kusema uongo, ambazo sasa huu uraibu unaweza kuingia kwenye uraibu wa ulevi, madawa ya kulevya, pombe na mambo mengine. Lakini anaweza kukutengenezea pia ngome za mauti. Anaweza kutengeneza pia ngome ngome za mauti. Hapa tunaangalia aina ya tatu, ngome za familia.
au kizazi. Ni matatizo ya ndoa, umaskini, magonjwa ya ajabu ajabu kwenye ndoa hayaishi, mauti haziishi kwenye familia. Kwa ukishaona familia yani wanakufa kila mwaka wanazika, jua kuna ngome iko hapo, ndio inaamua maisha ya hao watu. Niliwahi kwenda mji mmoja, nilienda kumtembelea rafiki yangu. Nilipofika kwenye ule mji, rafiki yangu alikuwa ana changamoto kidogo, nikawa nimeenda kufanya maombi kwa ajili yake. Na nilipofika pale nikamuuliza, huu mtaa hapa majirani zenu wamekaaje? Aliniambia kitu cha ajabu sana. Akaniambia na yeye hapa alipokuwa nilipoenda kumtembelea alikuwa anaumwa. Akaniambia majirani wote kulia, kushoto, kaskazini, kusini, wote pale, watu wote waliokaa pale ni wajane. Manake yeye peke yake ndo ameishi pale na mkewe, lakini mtaa mzima pale ni wajane. Ni kama kamtaa ka wajane. Manake mwanaume yote akikaa pale anakufa. Sasa na yeye alifika mahali akaanza kuugua. Baadaye nikamwambia pana ngome iliyoko hapa ambayo haitaki wanaume. Kwa hiyo ukikaa hapa utakufa. Ondoka. Bahati nzuri Mungu akamjalia akatafuta nyumba sehemu nyingine akaondoka. Lakini kuna lingome kabisa lilikuwa limekaa pale ambalo limeachilia roho ya ujane. Sasa mimi nilipata hiyo picha na nilipata nafasi ya kuomba, lakini nilimwambia sisikii ndani ya moyo wangu kuendelea kubaki hapa. Kwa ninachotaka kusema ni kwamba kuna ngome zinaweza zikawa ngome za kifamilia kama hizo ngome za mauti, ngome ambazo matatizo ya ndoa, umaskini, magonjwa ya ajabu ajabu tu ambayo yaishi. Ili kubomoa hizo ngome lazima uwe na neno la Mungu, lakini lazima utumie neno la Mungu kufanya maombi ya kunena kwa lugha. Kwa mfano, unaweza ukatumia ile neno la Wakorintho wa pili ule mlango wa 10 mstari wa kwanza, mstari wa 3 hadi mstari wa 5. Ukitumia ile neno kumwambia Mungu, ninaangusha ngome yoyote iliyoshikilia uchumi, iliyoshikilia biashara, iliyoshikilia kazi, iliyoshikilia ndoa, iliyoshikilia familia yetu, iliyoshikilia ukoo wa kwetu, iliyoshikilia elimu za kwetu. Na ukifanya hivyo, Mungu anabomoa hizo ngome katika ulimwengu wa roho na utaanza kuona matokeo katika ulimwengu wa mwili. Sasa nataka tupate nafasi ya kwenda kuomba maombi ya kunena kwa lugha ili Mungu akaangushe kila ngome iliyokuwa imesimama kwenye maisha yako. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua, tunakutukuza milele yote. Wewe ni Mungu. Asante kwa upendo wako na baraka zako na neema yako na kibali chako. Tunakuinua wewe Bwana, tunakushukuru wewe Bwana kwa sababu ya neema yako. Ninakuja mbele zako nikiwaleta msikilizaji anayenisikiliza na kunifuatilia mahali. Baba, ninaomba sasa katika jina la Yesu Kristo, ninaomba rehema kwa ajili yake, ninaomba msamaha kwa ajili yake. Ninatubu juu ya milango yote ambayo imefungua, au mlango ambao shetani aliufungua akapata nafasi, mlango aliofungua shetani akapata nafasi, akajenga ngome kwenye familia, akajenga ngome kwenye huo ukoo, akajenga ngome kwenye ofisi anayofanyia kazi, kwenye biashara, naye kwenye eneo la biashara analofanyia kazi. Baba, ninakuja mbele zako, ninaomba toba na kuomba rehema, na ninaiachilia damu ya Yesu ikatakase na kumsafisha Bwana, na kuondoa kila uhalali na kila mashtaka ambayo shetani anatumia ili kumkandamiza na kumbana na kumweka chini ya teritori zake. Baba, ninatubu na kuachilia damu ya Yesu. Manda farabadadosi baba shanto farabadazo babadia nderebosia rapa koseta farabagadazo markapera sota firimagadaza kisatiaza yesala baba shanta babadia nderebosia rafi santo babadia nderebosoto mazaya masata kapadezo rafi santo mantuza mashiazo magibabadozi kibaba shoku maitasi ya mama maoza rafesatoda mama maoza keria sato kerebeshete ferimalia firisalia firimakapia, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa utukufu, Baba milele, nasimama kwenye madhabahu yako, ninaipeleka hiyo damu ya Yesu Kristo sasa ikapate kuangusha ngome zilizokuwa zimeshikilia familia, ngome za umaskini na angusha. Rama santa babadia ndereboseta papara santo babadia nderebosia rapikiria santa babakanda rabokorobo santa babadia nderebosia masata kapaya
payanda la bakorobo santa babadiande rebosia resa tatatatatatatataraboseta farabagadaza maseta kapayanda kizota babadiande reboseta mamamaza mazuka bayanda la bakorobo santa babadiande rebosia rapikiria santa babakanda la bokiba la bagadaza resa takazoko moyondo moyondo babadia masita peda sora ferekadazia rapikiria santa babakanda la bakorobosia masata kapayanda la bakorobo santa babakanda la bosia resete de zoko momomoza babadia ndebosia rapikiria santa babakanda la bokiba la bagadaza ndiri ya kosita ndiri ya makosi ya filibagadaza resata kataka bababushata payanda la bosia rapiki santo babadia ndeboseta babakanda la bosia masata kayanda la bakorobo santa babakanda la bosia marakasata fiado resita parosa makekekekeshka babahoza ninavunja hiyo ngome ya kutokuoa na kuolewa kwenye hiyo familia. Ninaingia kwenye ulimwengu wa roho nikipeleka damu ya Yesu kwenye familia na hiyo ardhi. Ninavunja maroho ya kutokuoa na kuolewa sasa. Haya ngome ziangushe. Damu ya Yesu napeleka sasa kwenye ardhi hiyo ikavunje na kuangusha ngome. Ninalituma neno la Bwana ambalo ni jambia likakatekate na kushambulia maroho ya kichawi yaliyokaa kwenye hiyo ardhi yanayozuia watu wasioe na kuolewa. Hiyo ngome ya uchawi iliyokaa hapo inafunga watu wasioe na kuolewa. Rapakoseta paramakedeze firikaparia soremakatiaza rami santo babadia nderebosoko raprazanda babadia nderebosia masata kapayanda rabakorobo santa babakanda rabakorobosia resata kazoko yanda rabakiba bababashoko maitasia rafi santo babadia ndereboseta marabagadaza rapakoseta payanda rabakorobo santa babakanda rabosia masata kapayanda kabababababazaya resata kayanda rabakorobo santa babakanda rabosia mosata kapayanda rabakorobo siki barabagadaza rika sata kayanda rabakorobo santa babakanda rabosia maseta kapayanda kizota kimakuta kishariazi refi santo babadia ndereboseta bababababazaya rapikiria sanda rabakorobo santa babakanda rabakorobosia meska papara santo babadia ndereboseta farabagadaza rapikiria santo babakanda rabakorobosia repi santo papaoza rasete kede zoko mayanda rabakorobo santa babadia mosata kayanda rabakiba rabagadazo babadia nderebosia rapakiria sanda rabakorobo santa babakanda rabakorobosia masata kayanda rabakorobo santa babakanda rabakiba rabagadaza reka sata kayanda rabakorobo santa babakanda rabakorobosia rika kakakaraba santa babakanda rabakiba rabagadaza refa sata kapayanda rabakorobo santa babakanda rabosia mosita papayanda kizota babadia nderebosia resete de zoko mokota mazaya feredezo fermakapido masiapedo maketa zoya varakato filikabedo rapa korobo santa babakanda rabakorobosia rika sata kapayanda rabakorobo santa babadia resa tatatarabosita bababahanda rabosia rapa korobo santa babakanda rabokiba rabagadaza rapa korobo santa babakanda rabakorobosia. Ninavunja hiyo ngome ya tabia mbaya iliyokaa kwenye familia, maroho ya kuzalia nyumbani, maroho ya uzinzi na washirati rika pasola ferebagadazo babadia ndereboseta babababaoza Yesu tapakayanda rabakorobo santa babakanda rabosia. Hiyo ngome inavunjika kwenye ulimwengu wa roho rapa korobo santa babakanda rabakorobosia. Maana ulisema Bwana, nimeweka maneno yangu kinywani mwako kuvunja, kubomoa, kuharibu na kuangamiza. Nami navunja na bomoa na haribu na angamiza ngome yoyote iliyosimama kwenye maisha ya kwangu na kwenye maisha ya watoto wa Mungu. Na vuruga na kuangusha hiyo ngome na kuishambulia kwa kasi ya ajabu. Reke pasata baba hanto prozenda babadia masata kapayanda rabakorobo santa babadia nderebosia rapikiria santa farabagadazo kimonda kitosa mezuka bayanda kizota kimakusa kiperekedia refisanto babababaoza mahanda refisanto babababaoza mahatia refisanto babababaoza makimoda refisanto bababababa kimaseki shiriaza
Ndiri akasata kakakakakakakakarabasanta babakanda rabosia resa tatatatatatatarabosita bababababaoza mesete keverebegendazo babadia derebosanta babadia rapikiria sanda rabakorobosanta babakanda rabokiba rabagandaza masata kayanda rabakorobosanta babakanda rabakorobosia rapakorobosanta babakaria sera barabagandaza masata kayanda rabakorobosanda rabakiba rabagandaza rapikiria sanda rabakorobosanta babakanda rabosia Rika sata kapayanda la bakorobo santa babakanda la bosia rapa korobo santa babakanda la bakorobo santa babakanda la bosia Rika sata kapayanda la bakorobo santa babakanda la bosia masata kayanda la bakorobo santa la bakiba la bagadaza reke kekekekekebo santa babadianda la bosia reke sata tatata la santa babakanda la bosia masata kapayanda la bakiba bababa shuku maita verelosa 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 rapi papipa 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 mamandoro seta kabababababa zaya rapa korobo santa babakanda rabo korobosia masata kapayanda raba korobo santa babakiba babagadaza rafi santo babadiende rebosiki babagadazo babadia rafi santo babadiende rebosiki makitoza kitoza 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 yekuta 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 repisanto 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 mama mama maoza mekitededezo 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 resetededededoza reposate farabadezo babadia bambrozanda mabruza kisa kitasha kitorosela firikalesia rapa korobo santa babadia nderebosiki barabagadaza ndiria sata kayanda raba korobo santa babadia rapa korobo santa babakanda rabosia. Hiyo ngome ya tabia mbaya inavunjwa. Hiyo ngome ya matabia ya uzinzi, matabia ya uasherati, matabia ya madawa ya kulevya, matabia ya ushoga na ulawiti na ufiraji, rapa korobo saka, hiyo ngome inavunjwa. Makatada zoya babadia ndelebo santa babadia rapa korobo santa babakanda rabokiba rabagadaza resete kede zoko mayanda rabakiba rabazaku rasiaza rapa korobo santa babakanda rabokiba rabagadaza ndesa tafire bagadazo firi makasiaza kibadaza reke santa babakanda rabakorobo santa babadia ndelebosia. Yule Mungu aliyevunja ukuta wa Yeriko akamtoa yule Rahabu kahaba, akavunja hizo kuta za kichawi na za kishetani zilizoshikilia hiyo familia, zilizomshikilia huyo binti kwenye ukahaba, kwenye uzinzi, kwenye uasherati, zinazomwendesha huyo kijana kwenye ulevi, zinazomwendesha huyo baba kwenye ulevi na hiyo familia kuingia kwenye ulevi na mauzinzi na mauasherati. Rakipapaskwa ba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 zaya maseta kayanda rabakorobo santa babadia ndelebosia. Maroho ya ushoga na kamata na vuruga na kuangusha hiyo ngome ya ushoga ilikuwa kwenye familia. Vijana wa kiume wanakuwa mashoga, mabinti wa kiki wanafirwa, na piga hiyo roho na kuiangusha chini karabrazanda babadia ndelebosia. Rapikiria sanda rabakorobo santa babakanda rabakorobosia masata kapayanda rabakorobo santa ba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 zaya rika kakakakakakakakaramusita payanda maseta farabagadazora bahande rekrizo babadia ndelebo santa babababababazaya yasata kapayanda kipata rasola ferekedezo reprezota 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 repruza maitasia mainturi ya zeza babadia ndelebosia mainturi ya zeza babakibashoko kitaisa maintuzi ya babakibarazoko filmalia rapi kisatu yekwapa mosia ferdoza filmakapia masete kedede resula bahanto ferbadezo mokiazozo rapa papa para santo babadia ndelebosiki barabagadaza rika sata kapayanda rabakorobo santa babakanda rabosia ropo korobosiki liashanda rabakiba rabagadaza ndindi ya zaya babadia ndelebokorobo santa babakanda rabosia rapa korobo santa babakanda rabokiba rabagadaza rika sata kapayanda rabakorobo santa babakanda rabosia ropo popo siki babababazaya rapa korobo santa babakanda rabokiba rabagadazo maitasia ndikwa mama yanda rabosaika ferbadaza ferisoria ferimaka pirisati papaezo kishata ya kwa parasanta ngome za magonjwa na vunja magonjwa aina vifafa kwenye hiyo familia haraka na pindua magonjwa aina ya kansa na andama hiyo familia. Wanawake kwenye familia hiyo wanapata kansa, wanaume kwenye familia hiyo wanapata matezi dume. Hayo ni maroho kabisa yamejenga ngome kwenye hiyo familia
familia. Navunja hiyo ngome kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rapa korobo santa baba za babadia. Raseta kazoko yanda la bakorobosia. Neno la Bwana ni nyundo inaweza kupasua mawe vipande. Na pasua ngome zote na vunja varia sati kibashatia. Maska ferika badazo kimama maoza. Resata kadazoya baba hanto dozenda. Rapi kiria sanda la bakorobosiki barabagadaza. Rika sata kapayanda la bakorobosanta babadia. Masata kapayanda la bakorobo santa babadiende rebosia. Rapa korobo santa babakanda la bokiba la bagadaza. Rika sata kapayanda la bakorobo santo maitasia mashanta babadia. Marakaladezo. Forolasa ferimakatesi ya fiantasi ya piantari ya zeza. Rapa korobo santa babakanda la bokorobo sea. Maseta kabayanda kibashati ya firisalia. Reke sata tarabuska bahanda rete sata tarabuska babahazia resate para pera santa yes tarabusata bababusha bababushka riki sata kayande rebusaika babahanto rozenda maseta vekodaza marikaperia serenelianda rabroze mahanto babadia Ferlaso kiribadaso kishantazi ya kibarikalia. Representa babadiande reboseta farmakedozia. Ndiria kaseta firimake arisiato kishatia. Yakwa paresola ferkebedede. Resete de santa payanta. Yakwa pasheta ferbakala zoya mahante. Yesa la babayande reboseta farabagadaza. Ndiria kosa ndiria makaria bereboroza. Rapikiria santa babakanda rabokorobo santa babadia. Masata kapayanda la bakorobo santa babakanda la bosia. Rapa korosita forokoloza. Rapiaso. Makitazoya. Masata kapayanda la bakorobo santa babadia. Ngome yoyote iliyoshikilia maisha, ngome iliyokamata fikra, ngome iliyokamata tabia, ngome iliyokamata elimu za hiyo familia zisiendelee, tunateka nyara hayo maroho na kuyaangusha chini. Tunavunja hivyo viti vya shetani vilivyokaa ngome kwenye hiyo familia. Rapa korobo santa babahanda resata. Endelea kuomba wala usinyamaze, kuna mangome yanaangushwa. Nenda kwa lugha kadri unavyoweza. Reprokozanda kibashoko kibaraseta rafisanto makitasa kishatiazo kimakitazia resete de zoko mokotokota babadia ndebosia rapi kiria sanda rabakiba rabagadaza babadia ndebosia rapi kibabadoza ndekeseke nderemekia nderisatia rafisanto makitashia kitarimalaso kibababerezo mabrazoya ferbadazo firmakadazia rapisanto kabayeso kidasa kishatia malika ferikodoza ferikmalia rasitasu mashiatoze ya mantari ya mamaoza resentente babayanda riasola babadia yesala baba shanto frabaladezia mabruzaku babahanto mesiakoda masirifaledezia rapikitasusha kimarikapia kirosialia maknesolia filmaliasia kitasia kitashiaso marikapia resatatataraposeta babahanda rabosia rapakokorobosiki kikiria sanda rabakokorobosanta babadia maseta katapayanda kasata bababaoza rapikiria santa babadia nereboseta babahande meseke yanda kizota kishata babadia rekisato mamaoza kishatiaza meswa labayanda kiboza kishata kibaragadia reflozea makradoza kishanturi ya bazaya meketelezoko kiria sala bagadado. Ngome zinavunjika rapa korosanta babaganda bagadabadaza refisalo ferimaketi ya firikatia mekwa parasota paramagadia mesete kebebedezi
Fereleze, Ferelasia, Ferelasia, Fermakapia, Makapia, Makasiantoria, Sela Barabagadaza, Rapa Korobo Santa Babazaya, Reke Sata Kayanda Rabakorobo Santa Babaria, Masata Kapayanda Rabakorobo Siki Barabagadaza, Masata Kapayanda Rabakorobo Santo Maita Barabadia, Reflexenta Pragadaza Babagaraba Santo Babadia, Makwapa Zokota Mazokota, Ndindi ya Zoya, Ndindi ya Marakabadeza, Refi Santo Babakanda Rabakorobo Santa Babadia, Rapikiria Sanda Rabakorobo Siki Barabagadaza, Rapikiria Sanda Rabakorobo Santa Babadia. Mangome kuna mtu naona ameshikiliwa kwenye ulimwengu wa roho, haendi kanisani na anampenda Mungu. Hiyo ni ngome iliyo kama kaa kwenye familia. Na vunja ama roho ya kutokwenda kanisani karababa shanta barabagadaza. Na vunja hiyo misingi ya roho za upaganizi. Karia sota ferekebedede, Ndindi ya Zaya kitasa sharabagadazia, Rafila Santo babadiande rebosenta babababaoza, Mekwapa zokota filimali ya kitasi, Rebruza babadiande rebosenta paramagadaza, Rapa korobosanta babakanda rabakorobosia, Rapi kilia santo farmalia firikapedo, Mekwapa zokota ramahanta, Ndindi ya Saya babadia, Nda soto komaketa faramalazo firiasia, Rapruza mamakasi yaza kishati yazo makitasia, Resa tatatabuska, Ndere seta faramagadazia, Rapi kilia sanda la makorobosia. Nimevunja mangome yoyote yaliyosimama kwenye familia, kwenye ukoo, ngome zinazovuruga taifa, mangome ya kichawi na kiganga yaliyokaa kwenye taifa, na vunja na kusambaratisha hiyo ngome haraka. Rapa korobosanta babakanda la makorobosia, Rika sata kayanda la makorobosia. Hayo mangome ya kishetani yanataka kuwanyima wa Tanzania amani, haya mangome ya kipepo ambaye yanataka hayataki haki itawale Tanzania, na yavuruga na kuyaangusha chini kabisa. Na vunja hizo ngome Kariaba Santo Farabagadaza. Natangaza katika ulimwengu wa roho, amani ya Kristo itatawala Tanzania. Natangaza katika ulimwengu wa amani ya Mungu itatawala Tanzania. Natangaza katika ulimwengu wa roho, kuanzia sasa haki itatawala kuanzia sasa. Ninatangaza, ninapiga mbiu ya haki kwenye mifumo yote kaanze kutenda haki sasa. Maofisi kote kwa haki katendeke, maana ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, ni haki, amani, furaha na katika Roho Mtakatifu. Reke papasku faramagadezo miriasia rasete kepedezo fededezo refisanto makatabi ya masiato refrizo makatabi ya sosha petarakalaloza reprozeta bayanda kasalabadadaoza madadaloza Yesu kababababababa shanto babadia rapa korobosanda rabakiba rabagadaza. Katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu, Mungu asante kwa sababu umeangusha ngome. Tunakurudishia sifa na heshima na utukufu na uweza na shukrani na mamlaka zina wewe Bwana. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu, pokea uweza Bwana, wewe unaweza. Asante kwa sababu Mungu umeharibu zile ngome, zile ngome zilizokuwa zinashikilia hawa watoto wako zimeharibika, na mimi natangaza uhuru wa Kristo. Nimetangaza Kristo kuingia kwenye mifumo yote, ufalme wa Mungu kapenye kwenye familia, kwenye nchi, kwa jina la Yesu. Kapenye kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye maofisi. Nimetangaza ufalme wa Mungu na mangome ya ushirikina yaliyokuwa yamekaa kwenye kila eneo, nimeangusha chini na makuta yake kabisa, na nimeangusha chini, hautainuka tena. Na yeyote atakayeinua ngome kwenye familia alaaniwe mbele za Bwana. Mtu huyo atakayeinua ngome zake za kichawi kwa ajili ya kuvuruga taifa hili alaaniwe mbele za Bwana mtu huyo, katika jina la Yesu Kristo. Nimeangusha hizo ngome kama Joshua alivyoangusha lile ngome la Yeriko. Nami nimetangaza uhuru kuanzia sasa. Vijana wote waliokuwa wamefungwa na mambo ya ushoga, ulawiti, usagaji na ukahaba, nimewafungua kuanzia sasa. Wanatoka kwenye magereza na vifungo, na nimetangaza breakthrough kwenye maisha yao, na nimefungua maisha yao kuanzia sasa. Na zile ndoa zilizokuwa zinapita kwenye migogoro na misukosuko, nimevunja hizo ngome zilizokuwa zimekaa kwenye hizo ndoa. Nimetangaza amani ya Kristo na upendo wa Roho Mtakatifu ukatawale sasa kwenye ndoa hizo, na ule upendo wa kwanza uliokuwa umepoa
ndoa, Bwana akaurejeshe kwenye hiyo familia, Bwana akaurejeshe kwenye hiyo ndoa. Na nimetangaza roho za umaskini zimeangushwa kabisa, maana Kristo Yesu alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Nimetangaza utajiri ukapenye kwa maisha yako sasa, in the mighty name of Jesus Christ. Refle sota bayanda kibazoya kisatia mekuruzoya firikabadazo kitasesha kibagadazia ndenderi ya santa feribagadazo ndiri ya kokorobo santa babadia. Nimetangaza shambulizi lolote lilotumwa juu yako liangushwe kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu umesikia. Uhimidiwe na utukuzwe milele yote kwa sababu wewe ni Bwana Mungu. Roho Mtakatifu, sasa tunakushukuru kwa sababu umetupa neema ya kufikia mwisho wa kipindi chetu, katika jina lake Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tumefika mwisho wa kipindi chetu, na ukihitaji maombi, ushauri, kama una maswali unataka kutuuliza, unaweza kuwasiliana na sisi kwenye namba unazoziona hapo kwenye screen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tuonane tena kwa wakati mwingine, tutaendelea na somo letu la kunena kwa lugha. Ubarikiwe sana. Asante.